tutajifundisha au tutakumbushana, maana yote yamekwisha kufundishwa, imebaki kuwa na kumbukumbu tu. Leo tutajifundisha kuhusu kutambua kusudi la kuwepo duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu linapatikana katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Kwa yote aliyopo tayari ambaye ana kitabu kile ambacho ni mwongozo wa kanisa Bible, anaweza kutusomea Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Kwa wasomaji wa Free Methodist jamani, msilale. Ndio. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5 inasema, kabla sijakuumba katika tumbo. Tunarudi kidogo. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kuanza na somo, ningeomba kiongozi mstaafu wangu wa kwaya kabisa mikononi mwa Mungu. Mfalme wa mbingu na nchi, tuko mbele zako Bwana katika mchana wa leo tena, ambapo kipenzi chako mwanao mpendwa amesimama mbele ya kutani. Bwana, nakwenda kumkabidhi mikononi mwako, uweze kumpa hekima na maarifa kutoka mbinguni, kwa sababu hekima wanadamu haifai kitu, bali hekima inatoka kwako Mungu ndio inayofanya kazi katika wana wako. Weka kaa la moto kwenye midomo yake, na neno lako lipate kuwasha katika masikio yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mpe nguvu, mjaze mamlaka ya mbingu katika jina la Yesu Kristo. Asinene yeye, bali Mungu wewe upitie yeye, Mungu awe spika tu, lakini naji wa Kristo. Asante Yesu, maana mapenzi yako yatakwenda kuonekana mahali hapa tulipo. Kila mpango hizi mamlaka ya giza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakwenda kufunga na kupiza nguvu hizo. Nuru ya mbinguni ipate kuangaza. Leta ukimya katika ibada. Bwana Yesu, weka ukimya katika ibada. Kila mmoja aweze kujua kwamba analo kusudi la kuwepo katika dunia hii, na ndivyo amesema katika Yeremia hiyo ambayo mwanao amekwenda kusoma. Bwana, tuna kazi kwa kila mmoja wetu mahali hapa. Asante. Uonekane Bwana, nguvu zako zimekaza katika huu, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mbele ya yote nitatanguliza kusema hivi jamani. Sijasomea teolojia wala sina elimu yoyote ya Biblia. Na sijasomea pedagogy. Pengine labda watu wa pedagogy wanaweza kuniambia alianza hivi, wanaanzaga hivi, mimi nisomea tele. Kwa hiyo ndio ndio fani yangu. Yaani kama kuandaa somo nilijinjia kama mawazo na ikabidi niliandae. Bwana Yesu asifiwe. Pia kuna ndugu yetu kati yetu alidondosha funguo, anasema kwamba kama kuna aliyepotea basi amsaidie kumpa hizo funguo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuona utangulizi wa somo letu. Somo letu lilisema kwamba ni kutambua kusudi la kuwepo kwako, kwangu, kwa yule, kusudi la kuwepo sote duniani. Kila mtu ana kusudi lake. Bwana asifiwe. Kila mtu aliyezaliwa katika dunia hii, aliyezaliwa na mwanamke, hakuzaliwa kwa bahati mbaya. Hapana. Kila mtu aliyezaliwa ana kusudi lake. Kila mtu ana kazi aliyotumwa aje aifanye hapa duniani. Tukisema kwamba tatizo kubwa kwa vijana wengi leo ni kusema hawana nguvu za kufanya jambo, tutakuwa tunakosea. Kwa sababu vijana wengi wanajituma katika kazi tofauti tofauti.
Kuna vijana wanasoma, wengine wanafanya kazi, wengine wanajituma kutafuta pesa, wengine wanafanya mambo mengi makubwa, lakini yote haya wanayoyafanya bado tu kuna baadhi ya wengine wanajiuliza, kwa nini Mungu amenileta mimi duniani? Je, maisha yangu yana maana gani duniani? Nimeumbwa kwa kazi gani, au nimeumbwa kwa ajili ya nini? Kila mtu, kama wao hujawahi kujiuliza hivyo, wapo wanaofanya mambo mengi lakini bado wanajiuliza hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Ndio maana somo letu katika kitabu cha Yeremia, Mungu alimwambia Yeremia, kabla haujazaliwa karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ainisho ya neno kusudi. Kusudi ni lengo, dhamira au sababu maalum ya kufanya jambo au kuwepo kwa jambo, ndio kusudi. Pia kibiblia, kusudi ni mpango au nia maalum ambayo Mungu ameweka kwa maisha ya mtu ili amtumikie na kumtukuza kwa kutumia vipawa, karama alivyompa pamoja na fursa anazompa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusudi si kutafuta pesa tu, au kusudi sio kusoma tu, nimekwisha kusoma na degree hapa hivi nimekwisha kuishi kusudi langu. Hapana. Kusudi sio kutembea sana. Natembea sana, niko kwenye huu mji, niko kwenye ule mji, labda pengine ndio kusudi la Mungu kunileta duniani. Halijakuwa hilo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana kusudi na kila mtu. Tukisema kwamba tuanze Biblia mwanzo mpaka mwisho, kila mtu aliishi kusudi ambalo Mungu alikusudia aliishi kwenye kitabu cha Biblia. Lakini kwenye kitabu cha Biblia tutakwenda kuona watu ambao waliishi kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwona Musa. Musa aliishi kusudi la Mungu. Musa pamoja na kulelewa ikuluni, hakuridhika kwa sababu mimi ni mtoto wa Samia ndio basi, au mimi nimeokotwa na nikalelewa Ikulu Tanzania ndio basi. Hapana. Musa hakujiuliza mbona hawa watu wanilea, mbona hawa watu hivi. Hapana. Mungu alikusudia Musa awe pale kwa sababu fulani. Pengine mtoto mwingine angeokotwa na kuwekwa Ikulu, hasingefikia yale makusudi ambayo Mungu alikusudia kwa wana wa Israeli one day. Hapana. Lakini alimuona Musa. Walizaliwa watoto wengi kipindi kile, lakini Mungu alimuona Musa, huyu ndiye aokote ajalelewe mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pia katika Biblia kuna mtu mwingine aliyeishi kusudi la Mungu. Alikuwa ni Daudi. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo. Daudi alikuwa mfano, tukisema baba Abrahamu, watu wa zoni ya kwanza na ya pili watamuelewa. Tukisema ule anayechungaga nani ng'ombe kule, ndio ulikuwa mfano wa Daudi. Alikuwa anatoka kila siku asubuhi anaenda porini. Lakini Mungu alikusudia kuwa mfalme. Yeye hakuwa mzaliwa wa kwanza wala hakuwa mzaliwa wa pili, lakini Mungu alikusudia yeye. Pengine Daudi angezaliwa kwa wabebe, wangesema bope onale mwana wa mela ono taapa shiba mwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu makusudi ya Mungu yalitaka yatimie kupitia Daudi, hawakubeba kaka yake au hakupaka kaka yake mafuta au ndugu yake yeyote, alikwenda kuchukuliwa yeye. Kwanza kipindi hicho mpakaji wa mafuta alipofika alikuta Daudi hayupo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeni amefika kwetu. Amemkuta mdogo wangu wa mwisho Onesforo hayupo. Ila sisi wote tumeenea. Anamuuliza mama yangu, je, ndio watoto wako wote hao? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mshangao, kwanza mama akasema, unamtafuta nani? Maana hata hawa hivi wanatosha. Lakini baba yake alisema hapana, hawajaelewa. Akasema mkamuite na huyu. Alipofika Mungu anasema kwamba ndio huyu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Pia katika Biblia kuna binti aliyeishi kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mabinti mnaweza mkajiuliza, mbona wanasema wanaume? Hapana, hata mabinti kipindi hicho waliishi kusudi la Mungu. Tunamwona dada yetu Esther. Esther aliishi kusudi la Mungu. Esther alikuwa, kwa historia kwenye kitabu cha Esther mwenyewe inaonyesha maisha ya Esther alivyoishi. Esther alikuwa ni yatima ambaye alifiwa na baba yake na mama yake. Baada ya hapo akachukuliwa na binamu, sijui kama ni binamu yake na baba yake, kama ni binamu yake au ni binamu yake na mama yake, sielewi, lakini akachukuliwa na kuwa nalelewa na huyo mtu. Baada ya mke wa mfalme kukosea, mfalme akaadhimu, akasema huyu mwanamke alinidharau, anaonyesha dharau. Sasa subiri nikaongea na mabunge wangu tujue ni kitu gani tunafanya. Mabunge wakamwambia inapasa utafute mke. Na utamtafutaje huyo mke? Waalike mabinti wote wa jiji la Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waalike mabinti wote wa jiji la Dar es Salaam ukajitafutie mke. Bwana asifiwe. Esther ana viwango kama vya kwangu. Hajasoma, ni yatima, ni maskini wa kutupwa, lakini kusudi la Mungu lilikwenda kwa Esther kwamba huyu ndiye atakayesimama hapo ili siku moja awaokoe watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanapokusanyika mabinti wote wa Dar es Salaam, wataanza watoto wa watu wazito, wataanza watu wanaojua kutembea, wataanza watu wanaojua kuvaa na kuongea, watu wenye digrii zao, kisha watapata sisi ambao hatuna chochote. Bwana Yesu asifiwe. Katika maelfu ya watoto wote wa mabunge, sijui watoto wa marais wa miji mingine, alichaguliwa Esther. Si kwa sababu labda Esther alikuwa ni mrembo sana, hapana. Si kwa sababu labda Esther alijua kuongea, hapana. Ni kwa sababu kusudi la Mungu lilitaka kutimia kupitia Esther. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo katika maisha yetu kila mtu ana kusudi lake. Mungu pia ana makusudi kwa kila kijana aliyoko hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma katika kitabu cha Methali sura ya 16 mstari wa 4. Utajua kwamba kila mtu ana kusudi la kuwepo kwake duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lengo la somo hili au sababu ya mimi kufanya hivi au kwa sababu ya Mungu kuniongoza kufanya hivi. Kwanza, anataka kila mtu aliyeko mahali hapa, kila mmoja wetu aweze kuelewa kwamba ameumbwa kwa kusudi. Hakuja hapa bahati mbaya. Hapana, aliumbwa kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutambua umuhimu wa kutafuta kusudi lake. Kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa hajue kwamba nawezaje kutambua kusudi kuwepo kwangu duniani. Kujifunza njia zitakazompeleka kutambua kusudi lake. Yaani kila mmoja wetu aliyoko hapa hajifunze njia za kugundua kusudi la Mungu katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuanza kuchukua hatua ya kufanyia kusudi lake kazi au kutimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda na pointi yetu ya pili. Tunaona dalili za mtu asiyejua kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu hapa alipo anajua, mimi najua kusudi langu Bwana. Hapana, subiri nikuoneshe vitu ambavyo vitakufanya wewe ujue kwamba kumbe nayo kufanya sivyo nilivyotumwa kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda na dalili za mtu asiyejua kusudi lake. Mtu asiyejua kusudi lake, kwanza ana maisha ya kuiga watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tunza ni veterinary na nitasomea TV. Bwana Yesu asifiwe. Ulitumwa usomee TV? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kwa kuiga wengine ndo tunakwenda kumtathmini mtume Paulo, mtume wa Mungu. Paulo alijua
sheria. Paulo alijituma kwa namna yote ile kufanya kazi kwa juhudi zote. Ndio maana kipindi Paulo anaenda Damascus aliona kwamba mimi ili niwe kila mzuri wa dunia itanibidi nijue sheria, na kabla sijaamua mtu nipate kibali. Anaenda Damascus, anapita kwa wakuu wa masinagogi wamwandikie barua ya kumruhusu kufanya mauaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakujua kwamba alikusudiwa kuwa maarufu kweli, lakini aliona kwa sababu kuna watu maarufu wanafanya umaarufu wao katika kazi ya kuua, basi na mimi nitakuwa maarufu katika kazi ya kuua. Bwana Yesu asifiwe. Akajua kwamba nikitaka kuwa mtu maarufu lazima niwe mjasiri, nisiwe na uoga. Ndio maana Paulo alimuuliza Mungu, huu nani wewe? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Aliiga maisha ya watu wengine, kwa sababu naona fulani ni muuaji bora wa Asia, mimi nataka niwe muuaji bora wa Marekani. Bwana Yesu asifiwe. Je, ulitumwa uwe muuaji bora? Ulitumwa utakuwa mtu maarufu kweli, hatujataa. Lakini je, umaarufu wako utatokana na hicho unachokifanya? Bwana asifiwe. Mtu asiyejua kusudi lake anaiga maisha ya watu wengine, anabadilisha malengo kila mara. Mtu asiyejua kusudi lake. Leo ni mwimbaji wa kanisa la Methodist, wanaimba Methodist. Kesho ni mwimbaji wa bendi, kesho anakuwa mwimbaji wa Naivera, kesho anaenda anatafuta, wanasemaga kwa kibebe bilonga tofauti, anachanganya, ajui haende na kitu kinamfaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Methali sura ya 28 mstari wa 18 nasema hivi, aendaye kwa unyofu ataokolewa. Ukienda kwa vile Mungu anavyokutuma ufanye, utaokolewa. Mungu atakuepusha na mambo mengine. Mungu atakutovia muda, atakusaidia kutunza muda wako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyejua kusudi la Mungu kuleta duniani huwa anakata tamaa kirahisi. Anakata tamaa kila muda. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba Yeremia aliambiwa katika mstari wa kwanza kwamba kabla haujazaliwa nalikujua, lakini kitabu hicho cha Yeremia kinatuonyesha kwamba Yeremia alikata tamaa na kuilaani siku ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amekwisha kundelewa mema, amekwisha kupewa moyo na Mungu kwamba kabla wewe haujazaliwa mimi nalikujua na nilikutaka. Mungu hakumficha, hapana. Alimwambia vyote ambavyo atakavyokuja kufanya, na nilikutakasa, nimekufanya kuwa nabii mbele ya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu hawakuamini, pengine tuseme hawakuamini, ilifika katika kitabu cha Yeremia sura ya 20 mstari wa 14. Msomaji wangu naomba unisomee hapo. Yeremia alikata tamaa, alichoka kwa kusema kwa nini nilizaliwa, ila hiyo siku ya kuzaliwa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 20 mstari wa 14. Tunasoma kwa jina la Yesu. Yeremia sura ya 20 na ule mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, na ilaaniwe siku niliyozaliwa, isibarikiwe siku ile aliyonizaa mama yangu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba Yeremia alikutana na Mungu, aliongea na Mungu, akapewa maagizo, lakini ilifika stage Yeremia alikata tamaa. Mtu asiyejua kusudi lake anakata tamaa. Kuna vitu lazima, ili kufikia kusudi lako, lazima kuna vitu utavipitia. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufikie kile ambacho Mungu amekiweka mbele yako, kuna vitu vitapunguka kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Imepangwa ili mimi tunza ni ujue umuhimu wa kanisa la Methodist, au nijue umuhimu wa familia yangu, baba yangu aondolewe duniani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa vile baba aliondolewa duniani, ndio nifanye kanisani na mimi si chochote. Watu wa kanisa hawawezi kunijua kwa sababu sina baba. Watu wa kanisa hawawezi kunitazama kwa sababu
vile sina mtu wa kunitetea mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Ilipangwa iwe vile ili nijue umuhimu wa mchungaji wangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaambiwa kidogo unakuwa wakulia kila siku. Unasahau kwamba iliandikwa. Kama mko 10 lazima mtakufa nyote 10. Bwana Yesu asifiwe. Umefiwa, umeanza kulaani siku ya kuzaliwa. Kwa nini? Kwa nini wengine hawakuwaona? Unataka watu waonekane kwa wakati mmoja na wakati alikusudiwa wewe. Unataka watu kufiwa kwa wakati mmoja na wakati ulizaliwa wewe ndio sababu ya mtu kufa. Unataka familia zote zifiwe? Jibu ni hapana. Ishi kwa kumwomba Mungu. Utakapopitia changamoto mwambie Mungu, je, na hii ulinipanga katika safari ya mimi kwenda? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyejua kusudi lake hana mwelekeo. Bwana Yesu asifiwe. Mtu asiyejua kusudi lake hana mwelekeo. Leo nimefiwa niko Methodist, kesho yake nitakuwa mkanchape kwa kwenda kufanya malaguzi ya kujua aliyemuua baba yangu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Haujui kwa nini uko hapo. Haujui kwa nini baba yako ameondoshwa duniani. Haujui kwa nini hilo limekupata. Umepoteza mamilioni ya pesa unaenda kulaguza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini simuulize Mungu, je, na hizi ulitaka zipotee? Kuna nini? Kwa nini hizi zipotee? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaenda na pointi yetu ya 3. Jinsi ya kugundua kusudi la kuwepo kwako duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njia itakayokufanya ugundue kusudi la kuwepo duniani. Ya kwanza kabisa, mkaribie Mungu. Jua kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umkaribie Mungu. Jua kumuomba Mungu. Soma neno la Mungu. Neno litakupa tumaini. Neno litakufanya kujua kumbe haya niliyoyapitia kuna mwingine alipitia zaidi ya haya na akasimama hivi. Ukisoma utajua kumbe kuna mtu alipata matatizo ya hivi na akasimama hivi. Ujua unasoma neno la Mungu. Yote tunayoyapitia leo hayakuanza leo. Unayoyapitia wewe leo hayakuanza leo. Kama ni kufiwa, wakina Ayubu walifiwa. Kama ni kupoteza mali, wakina Ayubu walipoteza. Bwana Yesu asifiwe. Muite Mungu. Mwalike Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia sura ya 33 mstari wa 3 inasema kwamba niite nami nitakuja. Nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoweza kujua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili kujua kusudi la kuwepo kwako, kwanza, pili, baba yako. Pili, utambue vipawa vyako. Bwana Yesu asifiwe. Utambue vipawa vyako. Utambue mzigo ulio nao moyoni. Utambue mzigo ulio nao moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Bila kumchosha msomaji wangu, niliomba unisomee Yeremia sura ya 20 mstari wa 9. Mstari wa 9. Yeremia 20 na mstari wa 9 inasema, nami nikisema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu, nami nimechoka kwa kustahimili, wala siwezi kujizuia. Amen. Amen. Na Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jua mzigo uliopo moyoni mwako. Nikishindwa kwenda kweli leo, nitaweza? Siku itaisha kweli? Nisipokwenda kufanya kazi ya Bwana, nitaweza? Siku itaisha kweli? Niko salama? Mawazo yangu yatakuwa sehemu moja? Unajua vile ambavyo moyo wako unateseka kwa ajili ya jambo fulani, ndicho kile ambacho Mungu amekikusudia kwamba hicho utaenda kwacho na utakifanya kama ilivyotarajiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Unajiuliza mwenyewe, hivi nikiwa mimi niko madhabahuni, ni kitu gani nakifanya vizuri? Ni kitu gani nakifanya vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mabinti wanaelewa hivi. Mtu akiwa kwao, mtu tukiwa nyumbani kwetu, tuko mabinti kama 5 hivi. Kuna mmoja anasema mimi nikiachia kazi za nyumbani nazifanya kwa ufanisi, nazifanya vizuri. Na kuna kazi nyingine mimi siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kufanya nini zaidi sana? Kuna mtu anapenda sana kupika. Anapenda sana kupika kwa sababu wakiacha vyote vile, yeye kupika ndo kazi yake kabisa. Na vile anavyopenda sana kupika, hatajitahidi kuwa anaboresha kila siku, itakuwa na mapishi yake mpaka afikie kuwa mpishi bora. Ni kwa sababu ni kitu anachokipenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajiuliza moyoni mwako, ni kitu gani kinakugusa zaidi sana? Yaani ukikiona tu kinafanyika, yaani unakosa amani. Watu wengi huguswa na magonjwa ya watu wengine. Jamani fulani anaumwa, pengine ningekuwa na uwezo au ningekuwa nimesomea taaluma hiyo, mimi ningesimama kwa kumsaidia. Au sometimes mimi sipendagi vijana wa mtaani jamani. Kila nikiwaona tu napatwa na hali kama niseme nao, kama ni yaani unakuwa unajiuliza mambo mengi. No, usijiulize. Bila unapokuwa unakosa amani, jaribu kukaa nao na uwaoneshe Bwana wewe. Si kana kwamba ukiwa kijana wa kanisani ndio utakuwa umeandika vyote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ushawishi ni lazima kwanza uoneshe namna moja au nyingine ya kujishusha sana kwa mtu. Unamshawishi ili siku moja naye aje aingie kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ufanye kile kinachofanya moyo wako ujione kwamba usipokifanya unakuwa hauna amani. Hicho ndicho Mungu anachokikusudia. Sasa wewe endelea kunyamaza, utakufa na pressure. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili kugundua kusudi la kuwepo kwako, anza kutii mwongozo wa Mungu. Kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 13. Anza kutii mwongozo wa Mungu. Tii sauti ya ndani ya moyo wako. Sauti inakujia leo inakwambia, Bwana wewe, nakuomba ufanye biashara. Ufanye biashara? Hapana, mimi siwezi kufanya biashara. Unasubiri mwinjilisti Bwana Abel akujie akwambie Bwana ameniambia ufanye biashara ndio utasimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine maono yanawajia, unasikia mtu Mungu anasema naye moyoni, anamwambia kwamba kupitia wewe kuna ukombozi wa mtu yule tu. Unajiangalia unasema, hivi nilivyo kweli? Na ule? Hapana. Ule siwezi kuongea naye. Kwanza ni mkubwa, ni mnene, anasoma, mimi sikusoma. No, usisubiri mpaka uje uambiwe kupitia wewe ndio yule ataokoka. Usisubiri uje uambiwe nimeota wewe umeenda kumhubiria fulani. Hapana. Kama ile sauti imekujia, anza kutii hiyo na uifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wako hivyo. Utakuta kuna maono yalinjia akayapuuza, akasema hapana, mimi si wa hivyo. Mimi siwezi kwenda kwa mchungaji nikamshauri. Kwanza atanielewaje mimi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unashika kusahau kwamba ushauri wako kwanza unaweza kumfanya huyo kiongozi wako kabadilika kabisa. Kwanza ataangalia huyu anayenishauri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wanaoongea na Mungu wanaangalia, huyu kweli ni mtoto. Haya maneno haya hawezi kuyasema kwa akili zake. Huyu ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wewe unadharau sauti iliyokujia. Unasubiri mpaka uje uambiwe na mama mtu hii kwamba ndio siku ishike hivi na lota wayo bwana mchungaji damu eta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza kutii sauti inayokujia moyoni. Yale maneno yanayokujia moyoni ndio wewe unayostahili kuishi kwenye hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuangalia vitu vinavyoharibu kusudi la kuwepo kwetu. Vinavyotuharibia kusudi.
vinavyotufanya sisi tuishi nje ya vile tulivyotarajiwa kuja kuishi. Cha kwanza kabisa kinachotufanya sisi tuishi nje ya kusudi ambalo tumekusudiwa ni dhambi. Kinachotufanya sisi kabisa tusiishi vile ambavyo Mungu amependa tuishi ni dhambi. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 utaona jinsi gani mwanadamu alivyomkosea Mungu na Mungu akaenda kumtenga kabisa. Akafanya mpango mzima wa Mungu uharibike. Akafanya mpango mzima ya makusudi ya Mungu juu ya mwanadamu yakabadilishwa ghafla. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya dhambi tumekwenda kuishi ndivyo sivyo. Kwa ajili ya dhambi tumekwenda kutumikia kifungo ambacho hatukustahili kukitumikia. Lakini kwa vile hatukujua kwamba hiki tunachokifanya ni dhambi, ndio maana mpaka sasa tunakiishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dhambi itakutenga wewe na Mungu, na Mungu atakuficha, hata kuambia chochote. Utabaki hivyo ulivyo, utakuwa tu unaendaga hivi. Kumbe unaishi ambavyo Mungu hakukuleta duniani uishi. Umekwisha kuwa mbali naye, hata kushauri, anakuangalia endelea. Bwana Yesu asifiwe. Vinavyotuharibia kusudi, cha pili ni hofu. Hofu, uoga unatuharibia kusudi na kuishi kwetu. Sura ya 3 baba yangu. Utaanza hapo 3 na kushuka. Utaona uasi wa mwanadamu alivyofanya na kuadhibiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hofu inatufanya sisi tuharibu kusudi letu. Watu wengi wanajua wanachotakiwa kukifanya, lakini wanaogopa. Nikifanya hiki, hapana. Nikifanya hiki, wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu tuliishi naye kwenye kundi ya uimbaji. Sitamtaja jina. Alikuwa ni mteule wa Mungu, alikuwa ni binti. Sasa alikuwa anafanya hivi. Roho Mtakatifu akimjaza, anaona nikiendelea kukaa hapa nitakuja kusema sana. Anajitoa. Hata anatetemeka, anatetemeka, anaenda, anajichanganya na watu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, mimi kusema kwa lugha, kwanza hivi watu wataniangalia. Bwana Yesu asifiwe. Akiona maono, ili maono nikimwambia kiongozi atajua mimi ni wa Mungu hapana. Anaona tunza na mlikui na mimi niliota hivi. Mnaweza kujua hicho kitu? Namwambia kwani hayo mambo ni ya kwetu? Tunayajua? Hatuyajui. Sasa wewe unataka kwa nini umwambie kiongozi? Naogopaga bwana, kiongozi naye anajua kama na mimi wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atuhurumie. Anaogopa kutambulika kwamba na yeye ananenaga kwa lugha. Oga ulikuwa unamsumbua. Kuna mawazo anaweza kujia sasa hivi, mfano mawazo ya kusema kwamba kama kila mtu anaelewa na inavyoendelea kila mtu anaelewa, Mungu anakuja kwako, anakuambia inabidi ufanye biashara. Ufanye biashara. Na biashara hiyo utakayoifanya utakuwa unauza vitu kwa jumla. Si wazo hilo limekujia, lakini kwa sababu ya hofu unakuja kuangalia biashara kwa jumla, mtaji wa milioni 5, unamwangalia makazi na stafu yake, unaangalia polisi, unaangalia treasury leader wako, unakuja kuangalia vitu vingi, unasema hapana, siwezi kufanya hiyo biashara. Pengine ulikusudiwa wewe ukifanya biashara utajua kuongea na makazi atafanya biashara wote kuwa na uhuru. Lakini kwa sababu ya hofu yako tutaendelea kuishi hivi. Atakayefungua biashara tunaenda kupora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pengine wazo lilikujia leo kwa sababu ukilifanyia kazi utampa plana ya kuishi na watu makazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa uoga wako unaathirisha watu wote. Kwa
wako unaenda kuwakilisha kambi nzima. Bwana Yesu asifiwe. Hofu itakufanya ushindwe kufanya yale Mungu aliyokusudia kwako. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji, tusomee Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7, neno la Mungu linasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa uliumbwa kwa kusudi. Kwa kuwa Mungu alikusudia utakuja kuwa mtu fulani. Hakukupa moyo wa uoga. Kama ni moyo wa uoga unakujia, ni mipango tu ya Ibilisi inataka wewe usiishi kusudi la Mungu. Kama unakuwa mtu wa kuogopa, anakuwa ni Ibilisi tu anakufelisha. Huyu nikimwacha hivi, akiwa jasiri hivi, atafanya jambo fulani hapo mbele na mimi nitaingia katika ghadhabu. Bwana Yesu asifiwe. Vinavyoharibu mpango au vinavyoharibu kusudi la kuwepo kwako. Jambo la tatu ni kuiga maisha ya wengine. Kuiga wengine itakufelisha maishani. Endelea kuiga tu, utafeli. Kila mtu ana vile alivyoitwa na Mungu. Kila mtu ana kazi yake aliyoipewa na Mungu. Sasa wewe endelea kuiga, kwa sababu mimi naitwa mtu na wewe unaitwa mtu, kuna kazi moja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dunia iligundua kwamba kila mtu ana kusudi lake. Ndio maana katika mifumo yote ya kidunia kila mtu anapewa majukumu yake. Utakuta kuna waziri wa mambo ya ndani, waziri wa mambo ya nje, waziri wa fedha, Kwa nini wasingechukua kazi zote hizo na akafanyika mtu mmoja kuwa waziri, awe waziri wa vyote? Lakini walijua kwamba hapana, hatuwezi kufanya wote kazi moja, lazima pawepo na mtu wa hivi na mtu wa hivi. Ndio maana hata katika kitengo cha polisi kunakuwa officer wa operation, kunakuwa PV, kunakuwa OCS, Kwa nini wasingesimamisha tu huyu ndiye OCS, yeye awe officer wa operation tena awe PV? Bwana Yesu asifiwe. Hata kuiga, kwa sababu tumeitwa kwa jina la wote ni mapolisi, ndio tunafanya kazi moja? Jibu ni hapana. Wewe ni wewe na mwingine ni mwingine. Hata maisha ya kuiga, utakuja kuiga yale unayokwenda kuyaiga yanakupeleka wewe kuathirika zaidi ya yule unayekuiga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napendaga sana anavyovaaga dati kwanza viatu vya kuchuchumia. Sawa, endelea. Wewe ukivaa kuchuchumia unavunjika mguu. Na yana miaka yote unavaaga kuchuchumia, hajawahi kuvunjika mguu. Wewe unapata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ana misuli yake aliyoumbwa na Mungu. Pengine wewe umeumbwa kwa msuli wa kuvaa viatu vya chini, lakini kwa sababu ya kuiga unapata hasara. Bwana Yesu asifiwe. Mimi napendaga sana mtu fulani hivi ana rangi fulani amazing sana, rangi fulani amazing sana. Ukifanya mkorogo wewe unaandika sura, yeye anabaki na sura yake ile ile. Bwana Yesu asifiwe. Unakwenda kuiga, hujui yeye pengine ngozi yake iliumbwa kwa material tofauti na ya kwako. Kuna mtu ni mweusi, Mungu alimuumba ni mweusi, lakini huo weusi wake ngozi yake ni laini kupindukia. Akipaka mkorogo wiki mbili tu, yeye mwenyewe tunaanza kwa ukiendelea hivi kesho utakuwa na zile alama usoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata kuiga kutakufelisha. Hata kuiga watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hakukuumba wewe uwe nakala ya watu wengine, hapana. Mungu alikuumba wewe uwe wewe na ukafanya vile vinavyostahili wewe kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho linalofanya kusudi letu kabisa kusidiendee ni uvivu. Bwana Yesu asifiwe. Uvivu. Katika kitabu cha Mithali sura ile ya 6 na mstari wake wa 9 inasema hivi: ewe mvivu, utalala hadi lini? Hadi lini utakaa katika usingizi wako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kusudi
upweteke. Kusudi linahitaji kazi, kusudi linahitaji juhudi. Sasa wewe ndio umekusudiwa kuwa afisa wa operation wa nchi ya Kongo, na kila siku hilo wazo linakujia, lakini haujawahi kuchukua hatua ya kwenda chuo ukasoma. Unasubiri tu utakuwa afisa wa operation na hujasoma. Jibu ni hapana. Bwana Yesu asifiwe. Uvivu. Kama kuna kitu kilikuwa kinakujia moyoni mwako kikakwambia kwamba unastahili kuishi na uliishi uvivu, ndugu yangu, amka ukakifanyie kazi. Amka ukaanze sasa leo kutafuta kusudi lako. Amka, hujachelewa bado. Kama bado una uhai, bado Mungu anakusudia wewe utafikia kile alichokipanga kwako. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wangu, unapenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 1 na mstari wa 2. Ufunuo wa Yohana sura ya 1 na mstari wa 3. Wa kwanza hadi wa 2. Sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 2. Tunasoma kwa jina la Yesu. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 1 hadi ule wa 2. Inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako, ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. 2 na mwisho, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwako wewe mvivu ulioko mahali hapa leo, ambaye ulishindwa kuishi maisha ya kutimiza kusudi lako. Ndio maana nimechukua ile andiko kwa mwingizo kwako. Amka ukakeshe, amka ukajitafute ndugu yangu, amka ukayaishi mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaona yote unayoyafanya, Mungu anaona yote unavyoenenda, lakini bado haujatimiza kile alichokifanya ili wewe uwepo leo. Bado haujatimiza vile alivyokutuma uje ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuona faida za kuishi kusudi lako. Faida za kuishi kusudi. Cha kwanza, unakuwa na mwelekeo. Unakuwa na mwelekeo. Ukisoma katika kitabu cha Isaya ile sura ya 30 mstari wa 21, kuna mwongozo ambao Mungu alikuwa akiongea na watu wake pale, akiwapa mwelekeo, akiwaongoza, kwa sababu wanajua kile wanachokwenda kukiishi. Ukijua kusudi lako utakuwa na mwelekeo. Hakutakuwa tunakuangalizia leo kubanaivera, kesho uko kubametodiste, kesho kuto utakuwa Muislamu, kesho mtondogoo umekuwa kule kubakani chape. Hapana. Utakuwa na mwelekeo. Utajua niliitwa ili nifanye kazi hapa. Utajua hapa ndipo panapostahili. Bwana Yesu asifiwe. Utatumia muda wako vizuri. Ukijua kusudi la kuwepo kwako, utatumia muda wako vizuri. Kwa sababu hakuna changamoto itakayokusumbua, hakuna changamoto itakayokurudisha nyuma, kwa sababu utajua na hili nilipangwa ili niendelee. Na hili nilipangwa ili niishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kupoteza kwako muda hakutakuwepo. Wala kurudi nyuma hakutakuwepo. Kwa sababu unajua yote nitakavyopitia ni kwa vile tunaenda kusikiliza kusudi la kuwepo kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Utafanya maamuzi sahihi. Hautaendeshwa katika kufanya maamuzi.
hautaendeshwa katika kufanya maamuzi, utafanya maamuzi sahihi. Ndugu yangu, leo wale watu wamepedisi, wamekuona wewe si chochote, basi kwa vile hawakuona thamani yako, toka kwao. Na wewe unaenda, jibu ni hapana. Utakaa mpaka siku atakapojua ule tulimtenga, lakini ule anafaa katika nafasi hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utafanya maamuzi sahihi katika kila hali, utafanya maamuzi sahihi. Japo wakuseme vibaya mbele ya umati wa watu, hautaweza kurudisha chochote, kwa sababu utajua hapana, nikifanya hiki hapa, haya hayatakuwa maamuzi ya busara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa baraka kwa watu wengine. Ukiishi kusudi lako, utakuwa baraka kwa watu wengine. Hata hawatasema, hata hawatakwambia mimi nabarikiwaga wewe ukiimba, au mimi nabarikiwaga wewe ukipiga gita, lakini itakuwa ni siri ya moyo wake. Nasema jamani, mimi fulani asipotumaga, naonaga tu tunaendaga ili mradi. Kwa kuwa fulani anaishi kusudi lake, atakuwa baraka kwa watu wengine. Asipoonekana yeye, kuna mtu atasema hivi fulani hayupo hapa, abijabonjata, amepungukiwa. Ukiliishi kusudi lako, usipoishi na vikwazo, mtu ambaye aishi kusudi lake anakuwa na vikwazo. Lakini wewe ukiishi kusudi lako, utakuwa baraka kwa watu wengine. Watu wengine watakapokuona popote pale, watabarikiwa na wewe. Utamtukuza Mungu. Ukijua kusudi lako, utamtukuza Mungu katika kila hali. Utamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua kusudi lako, utasimama hata katika msiba mkubwa, utasema Bwana, na hili ulipanga, basi jina lako litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sasa ukifiwa na ndugu yako, ukisimama kuimba au ukisimama kutukuza Mungu, unaambiwa nao ulia hata ule wale makarami manamina nitenda mbele ya watu. Ule aika wale mtu wako utetu. Tana basi tenda mbele ya watu na uwakini lomi wa wamine bope alelo. Bwana Yesu atuhurumie. Lakini ukijua kusudi lako, utasimama hata katika mzoga wa mume wako na utasema Bwana, mapenzi yako yafanyike katika hili. Bwana Yesu asifiwe. Utamtukuza Mungu ukijua kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuone changamoto sasa inayotusumbua. Tunashindwa kufanya yote hayo. Changamoto ni nini? Changamoto kwetu leo ni kwa vile tunaishi maisha ya watu wengine. Ndio maana tunashindwa kujua mimi ningeweza kufanya kazi gani, mimi ni nani. Unashindwa kujua kama kazi yako ya uaskari ni ipi. Kama wewe ni wa kutunza watu katika msafara wa kwenda vitani, au na wewe utashika silaha haujui, kwa sababu unaangalia fulani. Fulani na mimi napendaga niwe kama fulani. Ndio kinatusumbua hicho. Wengi tunafanya vitu vingi kwa kuiga wengine, na hiki kinaleta mgogoro sana. Tunashindwa kujua mimi ni nani na ninastahili kufanya kitu gani. Unajikuta leo, Bwana Yesu atuhurumie, kwenye kundi moja lina wafanyabiashara 10, tena biashara zinafanana. Tunatafutiana usalama kweli? Kwa kuwa hatujui tunapaswa kufanya kitu gani, na kwa kuwa hatujui sisi tumeletwa kufanya kitu gani, tuna maisha ya kuiga. Ndio maana katika kizazi chetu cha siku ya leo, unakuta leo imetangazwa ndoa, kijiji kimoja kina ndoa 3. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuiga. Fulani ameolewa,
na mimi ngoja niolewe. Unaenda kule wanasema kwamba amekuja mimba, hajaje mimba. Ataenda tu atarudi. Tumekuwa na majina ya kusema aishawahi kuwa mke wa mtu na hata kukusudiwa kwenda kuwa wake wa watu. Ni kwa vile tu tuliona besti fulani ameolewa, ngoja na mimi niolewe. Wewe ulikusudiwa kuolewa kwa wakati huo? Unaolewa tu hivi fulani kwa sababu fulani ameolewa. Bwana atuhurumie. Bwana atuhurumie. Na kinachowatesa sasa watu wengi sasa hivi ni ili neno la kuitwa mshangazi. Anajiona akifikisha miaka 25 ataitwa mshangazi. Wewe una sifa ya kuitwa mshangazi wewe. Mshangazi anasimama akiwa na kampuni zake. Mshangazi ana mali zake. Sasa wewe una miaka tu. Hauna sifa yoyote ya kuitwa mshangazi tofauti na miaka. Bwana Yesu atuhurumie. Nikifikisha miaka 25 watu watanionaje? Nikifikisha miaka 27 watu wataniita mimi nimezoea wewe. Pengine walitarajia watakao walio wakati huu, watoto wao watakwenda kuwa watu fulani hapo mbele. Na mtoto wako wao utakayemzaa katika kipindi atakuwa mtu fulani hapo. Lakini kwa kuiga na wao wanaenda kuingia katika mkumbo ule ule. Bwana Yesu atuhurumie. Haya, unaweza ukaenda mimba. Unaenda mimba, unafika kule mtoto wako wa kwanza, huyo unayekwenda kumzaa. Kwa kuwa Mungu akukusudia wao zaidi kipindi hicho, huyo mtoto anakufa. Huyu wa kwangu amekufa? Hapana. Ni mamukwe wewe. Pengine haukutarajiwa kuzaa kipindi hicho, ndio maana Mungu amekuonesha kwamba uwezo wa kuzaa unao ndio, lakini kulea sasa hivi bado. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya mambo mengi kwa kuiga ndugu zangu, kwa sababu tunza na ibaga kwaya na mimi ni utakuta kwenye hii kundi kwa kuwa tunafatana hivi, kwa sababu mwilini mwimbaji hata na mimi niimbe, unakuja kuwa msumbufu kwa mwalimu. Mtu aliyekusudiwa sio msumbufu kwa mwalimu maidia. Mtu aliyekusudiwa hata kuja kufanya vurugu. Hapana. Lakini kwa vile haukukusudiwa utakuwa eteja. Na mwisho wa siku namwambia mwalimu, utakuwa niko manyama malengo banda na nitakuwa onda hivyo. Wala sasa. Wao naona anayefanya fulani haukumiwi. Lakini wewe ukifanya unahukumiwa. Utakwenda kumwambia mwalimu, naona kwa mawazo yako kuna hisia juu yangu. Sema tu ni vile unataka kufunguka. Bwana Yesu atuhurumie. Wao wamekuja kwa yani kuja kufanya vurugu. Ndio maana wao ukikaribiwa unasirika mapema. Kuna yule aliyeletwa na Mungu. Hata akichelewa kanisani ataomba, sorry, mimi nilikuwa kanisani, nilikuwa nyumbani, ndio maana nimeona. Basi tunaomba unisamee mwalimu wangu. Mwalimu anamuelewa. Lakini si mimi. Kwa kuwa sikuitwa fulani. Mbona bana fuata na toba bwana. Ile masomo kama wewe. Haukuitwa. Hapa unakuja tu kwa kupoteza muda. Kama tulivyosema, mtu asiyejua kusudi lake huwa anapoteza muda kweli, na utakuja kupoteza muda kwa sababu hujui. Bwana Yesu asifiwe. Tunafanya biashara kwa kuiga wengine. Na hapa kwenye biashara ndio mtanange mzito. Mimi narangua vitu Kasulu, mwingine narangua anatoa Mwanza, mwingine anatoa Dar es Salaam. Lakini ni bidhaa ile zingatia kopi. Kwenye kwaya yetu hiyo moja. Mimi nauza magauni, mwingine anauza magauni, mwingine. Sasa mimi najua kwamba hizi hapa Kasulu tunazirangua 15, hata nikiweka 25 kuna shida. Sasa nitakachokifanya ni sound kwa wateja wangu. Ule wadae anawapiga 30. Tunajuaga hata dawa na ranguaga 15. Unakuwa unachonganisha sasa. Wewe. Hivi umeshindwa nini kufanya biashara ya huyu afanye gauni, wewe ukafanya ndala. Ili ikaendane mkafanya hiyo kombo. Kwa sababu mtu akinunua nguo lazima atanunua na kiatu. Lakini kwa sababu hatujui wazo linakutia ndio fanya biashara. Haukumuuliza Mungu ni biashara gani mfanye. Umeona tu kwa sasa hivi biashara inayofanyika sana ni ya kuuza nguo.
limekujia, lakini muulize Mungu, ni biashara gani umefanya? Kweli mawazo ya kusema uimbe yamekujia, lakini muulize Mungu, ni uimbaji upi ni uwekee? Maana nisije kuwa kituko mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kujua Mungu anatuita kufanya nini jamani. Tutakuja kujua Mungu ametuleta tukafanye nini duniani jamani. Tusiishi tu tunaendaga hivi. Wengine wanaridhika na kula na kunywa na kwenda chooni, wanasema haya ndio maisha. Mwenzangu, bado sana. Mwingine anaridhika na kwa vile amekusha kusoma, ana degree zake, anasema basi nimemaliza. Baada ya kusoma sasa sasa ukafanye kazi. Lakini wewe ukisoma na umemaliza ukasema hapa nimefika mwisho. Bado. Tujaribu kutafuta kile ambacho Mungu ametuleta tuje tukifanya duniani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda na hitimisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hitimisho ya somo nasema hivi: maisha ya kila mwanadamu hayakuwa duniani kwa bahati mbaya. Hapana. Maisha ya kila mwanadamu hayakuwa duniani kwa bahati mbaya. Kila aliyeumbwa na Mungu ana kusudi. Kila aliyeumbwa na Mungu ni mtu maalum jamani. Kila aliyeumbwa na Mungu ana kusudi la kuliendea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akukuweka duniani uishi kama nilivyosema, ukila na kunywa na kulala unaona siku zinasogea. Hapana. Mungu alikuweka duniani uishi maisha yenye maana, maisha yenye baraka kwa wengine na kuyatimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Utambue kusudi la Mungu, utambue kusudi la Mungu kuweka kwako wewe duniani, na ulitafute kusudi la Mungu. Ujaribu au ujue yaani kusikiliza neno la Mungu. Kusikiliza neno la Mungu linasema nini juu yako. Umtukuze kupitia vipawa vyako. Usijijali kwa sababu Mungu alikupendelea uwe na sauti nzuri ndio uwe msumbufu kwetu. Hapana. Jua hiyo sauti uliipewa kwa kazi maalum. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mimi nimekirimiwa kujua kupiga gita ndio niwe msumbufu sasa. Kila tutakaposimama kuimba lazima nipigiwe simu 4-5. Wewe kifanyie kazi kipaji, kitapotea ni mikono hii. Kitapotea utakuwa unapiga maswata unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Usiige maisha ya watu wengine kwa sababu yatakupoteza. Usiige maisha ya watu wengine kwa sababu kila mtu hapa duniani ana nafasi yake mbele za Mungu. Ndio maana Mungu aligawa karama kwa kila mtu. Wainjilisti, wahubiri, walimu, waimbaji. Hapo imeweza jiwa kwa mtu mmoja. Hapana. Aligawa. Na hivyo tusiige wengine. Utakuja kuiga mhubiri na wewe ni mwimbaji. Mwisho wa siku sauti yako itakuwa bese. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa unasema kwa sauti kikubwa na wewe unatarajiwa kuwa mwimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unatarajiwa kuwa mhubiri, kwa kuiga unaenda kuwa mwimbaji. Majiko kila siku. Bwana
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka, usiishi kwa kuuliza nitapata nini? Nikienda huko nitapata nini? Hapana, usiishi hivyo maana. Usiishi kwa kuuliza mimi nikifanya hivyo utanilipa ngapi? Kama imekusudiwa kwamba wewe ukifanya operation kwa hiyo mtu atapona, fanya. Angalia nikifanya hiki au kwa nini Mungu ameniruhusu nifanye? Usiulize nikienda kwa yani. Kule kwa yani kwenu mnapokea jibu ni hapana, kwa haipokezi mtu. Ukijiuliza maswali hautakuwa mwimbaji daima. Ukijiuliza maswali hautakuwa mpigaji daima. Ndio maana utakuwa ule mpigaji wa kusema leo taenda kupigia watu wa sente wakinikodi watadilipa. Bwana Yesu atuhurumie. Bwana Yesu atuhurumie. Na niseme hivi ni tofauti na somo. Mtanisamea lakini mimi kila siku huwa nasemaga hivi. Wakubwa wetu wa makwaya wanakoseaga sana. Tuna wapigaji wetu hawalipwaji, lakini wakisikia kuna besi huko fulani anapiga besi vizuri wanaenda kumchukua wanamlipa. Bwana Yesu atuhurumie. Vijana wetu sasa wanakuwa na wenyewe wasumbufu kwa sababu wanajua yule akija atalipwa. Ngoja na mimi niende kwenye kanisa ya Ambe nikapige nitalipa. Huko tunabaki tunakuwa tunawalaumu. Bwana Yesu atuhurumie. Tutafuta kujua Mungu anataka nifanye nini katika kizazi hiki. Katika jamii hii Mungu anakusudia mimi nifanye nini? Ndio maana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wake wa 36, Daudi aliishi kusudi la Mungu katika kizazi chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zangu, tambua kusudi la kuwepo kwako, liishi kwa uaminifu na ulitumie katika maisha yako yote kwa kumtukuza Mungu, kwa kumsifu Mungu, kwa kumwabudu Mungu kwa roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukiishi kusudi lako au ukiishi siku zako zote za maisha yako, usiishi siku zako kwa kusema kwamba fulani alikuwa maarufu kiasi gani, fulani alikuwa mtu fulani. Hapana. Siku wewe ukitoka kwenye hii dunia, watu kuseme kwamba fulani alitumikia kizazi hiki au alitumikia kusudi la Mungu kama vile Mungu ambavyo amepanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu ilikuwa kutambua kusudi la kuwepo kwako duniani, ambalo somo hili tumelipata katika kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wake wa 5. Katika somo letu tumeona utangulizi na mambo kadhalika. Katika utangulizi palikuwa na ainisho ya neno kusudi kibibilia na kisayansi. Pia palikuwa na lengo la somo. Katika utangulizi tumekwenda kuona watu walioishi kusudi la Mungu. Pointi yetu ya pili ilikuwa dalili za mtu asiyejua kusudi lake, na pointi yetu ya tatu ilikuwa ni jinsi ya kugundua kusudi la kuwepo kwako duniani. Pointi ya 4 ilikuwa kuona linavyoharibu kusudi la kuwepo duniani, na pointi ya 5 ilikuwa ni faida ya kujua kusudi lako, na mwisho ilikuwa ni hitimisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana abariki.